Sasa angalieni riwaya za Ahlul Bait zinasema nini, halafu angalieni matango pori yanayotoka kwenye akili za mawahabi walikwambieni nini katika ukumbi huo. Katika Biharul Anwar, hadithi ya Abi Abdillah Sadiq alayhi salam anasema, ma ba'atha Allahu azza wa jalla nabiyan hatta ya'khudhu alayhi thalatha khisal. Ile riwaya aliyosoma bwana fulani asijue maana yake al-iqrar lillahi bil-ubudiyya, lazima akiri mtume huyo kwamba ibada ni kwa Mwenyezi Mungu tu subhanahu wa ta'ala, wa khal'al andad, na kuacha miungu mengine kumshirikisha Allah, wa anna Allah yamhu ma yasha wa yuthbit, na kwa Mwenyezi Mungu anafuta ayatakayo na anabakisha ayatakayo. Sasa iko wapi hiyo la ajabu hapa, wakati hii ni aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Lazima ukubali kwa Mwenyezi Mungu anafuta ayatakayo na anaondoa ayatakayo, na Qur'ani inathibitisha hayo. Na wa fi riwayati thalitha, na katika riwaya nyingine, wasafa al-Imam as-Sadiq alayhi salam hadha al-amr bil mahw wal ithbat, akasema ma ba'atha nabiyyan qat hatta ya'khudha alayhi thalath al-iqrar lillahi bil ubudiyya wa khal'u al-andad wa anna Allah yamhu ma yasha wa yuthbit. Na katika riwaya tatu, samba al-mahw wal ithbat, summiya al-mahw wal ithbat bil bada'. Hii process, hii sunna yote Mwenyezi Mungu ya mahw wal ithbat, yamhu Allah ma yasha wal ithbat, summiya bil bada, inaitwa kuwa ndio al bada. Waqala ma mujizuhu, akasema iliyokuwa muktasar wake, ma tanabba nabiyyun qat hata yuqirru lillahi ta'ala bil bada. Hawe mtu yoyote mpaka akubali kwa Mwenyezi Mungu anafanya al bada katika sunna zake, na kutokana albada ndio kuna kusamehewa makosa yake mtu, anafutiwa makosa yake mtu kwa istighfari, anafutiwa makosa yake mtu, anaacha kuadhibiwa kutokana na tauba aliyoweka, naona ndani yake kunapatikana nasxu wal mansukh. Kwa hiyo ilmu albada si kwamba alikuwa hajui maslaha ya waja wake, bali binadamu wenyewe walikuwa hawajui kwamba watasamehewa au hawatasamehewa. Wa an al-Imam ar-Ridha alayhi salam annahu qala ma ba'atha nabiyyan qat illa bi tahrim al-khamr wa an yaqirru lahu bil bada. Ndio kwa sababu ni aya Qur'an, yamhu Allahu ma yasha. Au katika surati Nuh kwa mfano, istaqala istaghfiru lakum rabbakum yursilu alaykum samaa midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Yani istighfar imekuwa ni sababu ya watu kuletewa mvua, kuletewa matunda, kuletewa riziki nyingi, kulepelekewa watu kuzaliwa kwa watoto wengi, wakapewa baraka kwa istighfar. Kwa hivyo istighfar inaleta matunda yake ni albada, kunatokea bada baada ya istighfar. Na hii haina maana kwa Mwenyezi Mungu alikuwa hajui wale watu kwamba watafanya istighfar, na hapana kitu hicho. Wa fi riwayat ukhra, katika riwaya nyingine al-Biharul Anwar vile vile, an zamanul mahw wal ithbat, kuhusu zile zama zinazotokea